Sasa tunaingia kipengele cha brine solution. Bado tupo kwenye application of differential equation, upande wa rate of concentration. Sasa hiki kipande kinaitwa brine solution. Brine solution kwanza ni nini? Nataka nikwambie kuhusu brine solution. Brine solution ni maji chumvi. Kwa haraka naweza kusema hivyo kwamba ni sawasawa wewe uchukue humu katika hii glass jar uweke chumvi, sawa, alafu uweke maji, upute hapa maji, alafu koroge ile solution ndo kaipata, ndio hii inaitwa sodium chloride solution au brine solution. Sasa hii brine solution unaitumia katika nini? Hii brine solution bwana inatumika viwandani kupata vitu mbalimbali. Suppose humu ndani kuna brine solution, sawa? Hapa kuna anode, sawa bwana, anode ambao ni positive, alafu hapa kuna kuwa na cathode ambao ni negative. Hapa ni cathode negative. Sasa kinachofanyika hapa, afu hizi zinakuwa connected na waya kuna electricity huko hapa, inaweza kawa inaonyesha volt au nini. Yeah. Kwa hiyo kinachofanyika hapa, hii brine solution, hii ndio brine solution huko ndani. Sasa hii solution ina sodium, sawa, chloride. Hii ukivunja hii, ukitenganisha, inakuwa sodium positive, chloride negative. Haya. Kumbuka humu ndani uliingiza maji, ulichanganya na maji. Kwa hiyo kuna maji, kwa hiyo kuna H2O. Ukivunja hii unapata hydrogen plus, alafu unapata na hydroxide ion. Umeona bwana? Sasa hizi zitaenda kwenye positive kwa sababu hizi ni negative. Kwa hiyo hizi zitaenda kwenye positive huyu hapa. Kwa hiyo hizi zote hizi zitakuja hapa, chloride atakuja hapa, huyu OH atakuja hapa, negative. Sio? Na huyu wataenda kwenye positive. Huyu nao kwenye negative kwa sababu ni positive. Huyu sodium atakuja hapa, sodium positive, na huyu hydroxide hydrogen ion. Yeah. Sasa hapa kutakuwa na upande wa positive, negative huku. Hapa tuweke negative ionekane vizuri, negative, alafu hapa positive. Huku anode, cathode. Kwa hiyo hii sodium ion na hydrogen ion zitakaa upande huu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi kwamba electron zitatoka huku kwenye anode, hizi electron zitakuja huku, zitaingia huku kwenye cathode. Kwa huku zitakuwa zinafanya zitafanya reduction ya hydrogen, sodium atabaki yuko peke yake, atabaki kwenye solution. Na huku electron inapotoka huku, huyu bwana atatengeneza gesi na yeye, chloride gas. Umeona? Kwa hiyo hapa ndani atabaki hydroxide na sodium. Kwa hiyo itatengeneza sodium hydroxide. Sasa hii sodium hydroxide hii inaenda kutumika kutengeneza sabuni, in manufacturing of soap. Alafu pia hii hydrogen inaweza kaenda kutumika kutengeneza ammonia. Ammonia gas. Kutoka hapo, na hii chloride ndio inaenda kusafisha, kwa mfano hizi swimming pool wanai disinfect, yani baada ya watu kuoga wanataka watu wengine labda waingie, kwa hiyo inabidi muondoe uchafu. Wengine labda wanakuja pale wanaoga na matatizo ya ngozi au nini, kwa hiyo hii huwa inapitishwa mule ndani. Kwa hiyo inatumika katika disinfect swimming pool. Disinfect swimming pool. Ndivyo inavyotumika. Kwa hiyo umeona sasa matumizi ya brine ambayo unaipata hapa inakuja kutumika huko katika mambo ya electrolysis. Ni mambo ya kemia kidogo nini, lakini nilitaka ujue hii brine solution inatumika wapi. Kwa hapa nitafuta ili tuendelee na hiki kipengele chetu cha brine solution. Sawa. Sasa hii kumbuka, unapokuwa na humu ndani unakuwa na brine solution ambayo ni sodium chloride solution. Sasa hii solution wewe unataka uidilute. Umeona? Ili iwe na concentration fulani ambayo wewe unaitaka labda kuipeleka kule kwenye electrolysis kama tulivyotoka kuona. Kwa hiyo utakuwa na maji, fresh water inakuwa inaendelea kuingia. Maji yanapoingia na hii huku inatoka. Kwa hiyo maji
yanaingia katika rate ambayo ni sawa na rate ambayo maji huku chini yanatoka. Kwa hiyo rate ambayo maji yanaingilia huku kupitia juu ni sawa sawa na rate ambayo brine solution huku kwa chini inatoka. Kwa sababu hapa hii yote sasa hivi tayari ni brine solution ambayo imepungua concentration fulani. Kwa kifupi, yani inakuwa ile brine solution, nini kilichopungua pale katika brine solution? Inakuwa imepungua concentration yani imepungua mass ya salt. Kwa sababu ukiongeza maji unapunguza concentration ya salt, au kwa lugha nyingine unapunguza mass ya chumvi katika hiyo brine solution. Ndio maana ya wewe kuingiza maji. Kwa hiyo rate ya kuingilia maji ni sawa na rate ya kutoka ambayo brine solution inatoka nayo. Kwa hiyo hii negative maana yake kubwa ni kwamba haya maji hii brine solution inakuwa inatoka. Hii ndio maana yake kubwa. Na maana yake nyingine ni kwamba hii negative mass ya salt katika brine solution inapungua. Hiyo ndio maana yake. Sasa hapa nimejaribu kusema where A ni nini? A usije ukasema ni acceleration, kwa sababu V ni volume ya hii brine solution, T ni time. Kwa hiyo volume over time tunapata kitu kimoja kinaitwa flow rate. Flow rate kwa wengine wanapendaga kuita Q au A, ni wewe tu. Flow rate inapimwa katika meter cubic per second, au flow rate inaweza kupimwa katika lita per meter cubic. Lakini pia flow rate tunaweza kuipata kwa mfano sisi tuna labda silinda yetu hii labda ina maji. Kwa hiyo tutakuwa tuna height alafu tutakuwa na area. Kwa hiyo hii tutapata volume. Kwa hiyo unaweza kukuta flow rate ni sawa na volume times volume times volume over time. Si ndio? Ni volume over time. Kwa hiyo inaweza kawa A times H over time ikawa ni flow rate. Hivyo ndivyo ambavyo inaweza ikawa. Na pia flow rate tunaweza kaipata kwa kuchukua, kwa sababu hii tuichukue kwamba A sana meter cubic per second. Hii iweke vizuri, unapata ni meter times meter square per second. Ndivyo ambavyo unaweza kupata. Kwa hiyo ukipunguza tena inakuwa ni meter square times meter per second. Kwa hiyo kumbe area ukitimes na speed, hebu speed tuiweke katika mtindo huu kwamba hii ni v fulani ambayo iko hivi. Kwa hiyo ukichukua area ukizidisha na speed unapata flow rate. Kumbe definition nyingine ya flow rate sio tu kwamba ni volume over time, pia ni sawa na kusema area times speed. Hiyo ni definition nyingine ya flow rate. Kwa hiyo flow rate ziko mbili kwa sababu unit ni sawa. Kwa haraka ni hivyo. Na suppose the volume of the solution is V. Hii V unayoiona hapa ndio volume of the solution. Kwa hiyo dV dt sawa na negative A. Ndio hiki kitu nimekwambia hapa. Suppose the mass of the salt after time t is x. Nimekwambia kwamba humu ndani kuna chumvi ipo ndani ya maji. Kwa hiyo sasa usuppose katika muda fulani, sawa, after time t, kwamba masi yake ya chumvi humu ndani ni x. Kwa hiyo hii x tunaiangalia ikiwa ndani ya ili bwana hili, umeona bwana, this tank, au sio? Tunaangalia ile kiasi cha chumvi kikiwa katika volume fulani ya maji ambayo yako humu, sio? Kwa hiyo inakuwa ni concentration. Kwa hiyo x dx over dv, yani mass over volume, ni sawa, tumeapproximate kwamba dx dv is approximated to x over v. Ambayo mass inakuwa inapimwa katika kilogram na v inapimwa katika meter cubic. Kwa hiyo itakuwa ni kilogram per concentration, itakuwa kama hivyo kwamba inapimwa katika kilogram per meter cubic. Sasa tutafute relationship kati ya hii hapa flow rate na hii hapa concentration. Kwa hiyo kuna relationship inaonekana kabisa kwamba ipo kati ya flow rate na concentration. Kwa nini ipo? Kwa sababu huku kuna dV na huku kuna dV. Hebu tuiangalie. Nitasema but dV over dt is equal to negative A. dV ni sawa na negative A, yani flow rate dt. Nitaichukua hii. Nikichukua hii nitasema from
naenda kuiweka kwamba dx dv ni sawa na x over v. Sawa? X ni mass of the salt, v ni volume of the of the solution. Hii ni volume of the solution, hii brine solution. Kwa hiyo hapa itakuwa ni sasa dx over dv ni negative a dt is equal to x over v. Hebu separate the variable hapo. X akaina x na nani akaina t akaina mwenzake. Kwa hiyo hii itakuwa ni dx over x is equal to negative a dt over v. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna relationship imetengenezwa ambayo kutokea hapa wewe unaweza ukaintegrate, kwa sababu hapa wewe utakufanya umeseparate the variable kwamba dx over x hii ni mass of the salt in the solution, A ni flow rate, V ni volume of the water, dt ni time taken, sio? Yeah. Kama hivi ndivyo basi sasa hebu tuingie kwenye example 1. Example 1 inasema there are 1000 liters of brine in a tank. Kwa hiyo volume of the solution ni 1000 liters and the brine contains 70 kg of dissolved salt. Kwa hiyo inaonyesha kabisa humo ndani ya brine kuna kilogram 70 za chumvi. Fresh water runs in the tank at the rate of 3 liters per minute. Kwa hiyo kuna fresh water ambayo inaingia kwenye tenki katika rate ya 3 liters per minute. Tumeona flow rate inapimwa huku sasa hivi katika liter per minute. The mixture is kept uniform, and I keep uniform mixture kwamba ni koroga sijui ni kwa agitator au nini, and runs out at the same rate. Kwa hiyo itatoka pia at the same rate. How many kilogram of salt are there in a tank at the end of 1 hour? Kwa hiyo nataka kujua baada ya lisali moja kutakuwa na mass of salt kiasi gani katika hili tanki baada ya lisali moja. Yaani lazima ipungue kutoka hapa, kwa sababu hapa ndipo alipoanzia. Umeona? Kama imeanzia hapa ilikuwa ni kilogram 70 humu ndani za chumvi ambazo zimo ndani ya hiyo brine solution. Anapoweka maji, kumbuka ina dilute. Inapo dilute ina maana masi yake ya hiyo salt inapungua. Sasa anataka kuijua baada ya lisali moja kutakuwa na masi ya salt kiasi gani? Sasa twende. Nitaandika solution given. Nitaandika solution given. Tumepewa nini? Tumepewa, tuchore kwanza mchoro kuonyesha kwamba tumeelewa. Chore hapo hapa. Tunaweza tukafanya bomba letu tukalibadilisha likawa bomba la mvua. Fanya hivi tu. Likawa bomba letu la mvua lina vitobotobo. Likawa ambalo ndio linaingiza maji. Na hii hapa ndo brine solution. Brine solution inafana bomba la mvua. No. Hapa tuweke ya blue, maji ya blue hapa. Sababu inaingiza maji na maji ni ya blue. Ili kuonyesha kwamba inaingia humu maji. Yeah, hiyo fresh water. Sio? Kwa hiyo fresh water inaingia humu katika rate ya dV dt ambayo flow rate yake ni 3 liters per minute. dV dt haya maji humu ndani kwenye brine solution at the rate 3 liters per minute. Kwa hiyo cha kwanza haya ni maji, hii ni water, fresh water. Alafu cha pili hii hapa ni brine solution. Hii brine solution. Sawa. Sasa rate ni ngapi? dV dt ni sawa sawa negative 3 liters per minute. Kwa sababu rate ambayo inaingilia ni sawa na rate inayotokea. Amesema kwenye swali letu kule. Na volume ametoa volume of brine. Kwa tutasema
thus V hebu tuseme tu kwamba let V volume of the solution. Kwa hiyo volume of the solution hapo inakuwa V is equal to 1000 liters. Na amesema kingine kuhusu mass of the salt. Kwa hiyo nitasema let X kwamba ni mass of the salt, after time t. Yaani after time t mass of the salt ni. Sasa hebu tutoke hapa kwenye hii volume. Sisi tunajua kwamba ikiwa utatafuta uhusiano wa x na v, yani ukitafuta dx over dv unakuja kupata kwamba ni x over v. Tunajua hiki kitu, lakini dv tunayo hapa juu. Kwa hiyo nitasema then hapa nayo dv over dt the same volume is equal to negative a. Kwa hiyo hii nitajaribu kuweka hapa negative a, maana yake hapa ni negative 3. Hapa itakuwa negative 3. Hebu nifute hapa. Kwa hiyo dv inakuwa sasa na dt is equal to negative 3. Hapo itakuwa ni dv is equal to negative 3 dt. Kwa hiyo hii nitakuja kuiweka hapa kwamba dx over dv ni sasa na x over v. Hapa itakuwa ni dx over negative 3 dt is equal to x over v. Hii x shusha chini itakuwa ni dx over x is equal to negative 3 dt over v. Kwa hiyo hapa sasa naweza kuapply integral. Hebu niweke integral. Huku ni t, huku ni x. At t is equal to 0. Swali la kwanza, mass ilikuwa ngapi? Mass ilikuwa 70. Angalia hata hapa katika swali inasema there are 1000 liters in a tank and the brine contains 70 kg of dissolved salt. Na t ikiwa t anasema inakuwa ni hebu ngoja, anasema fresh water runs in a tank at the rate of 3 liters per minute. The mixture is kept uniform and runs out at the same rate. How many kilograms of salt are there in a tank at the end of 1 hour? Kwa hiyo hapa tuseme tukiweka hiyo 1 hour ambao ni 60 minutes, huku mass itakuwa ngapi? Ndio anaoitaka, si ndio? Sasa twende hapo tuintegrate. Hapo itakuwa ni ln ya x 70, hapo x limits, hapo negative 3. Volume tunayo, volume ni 1000. Kwa hiyo itakuwa negative 3 chini ya 1000, alafu t ambayo 0 mpaka 60. Kwa hiyo hapo itakuwa ni ln ya x minus ln ya 70 sasa negative 3 chini ya 100. Hapo t ina maana itakuwa ni 60 kutoa 0. Kwa hapo itakuwa ni ln ya x over 70 sawa sawa, hapo itakuwa negative 3 over 1000 times 60. Unaona hapo hii itapinduka ili negative ije huko, itakuwa ln ya 70 over x is equal to 3 times 60 over 1000. Nimeipindua, yani hii ikija huku negative huwa anapanda juu anafika chini, akija hapa kiweko kwenye inverse. Kwa hiyo hapa mimi nitaendelea kutafuta x, itakuwa sasa na ln ya 70 over x sawa sana 3 times 60 over 1000. Na sina haraka kwa sababu ya kufanya kitu chochote. Najua hapa jibu litakuja kirahisi tu. Kwa hiyo hapa hebu tuweke katika exponential form. Kwanza tupunguze. Huu na huu tunapunguza, itakuwa 36 chini ya 100. Kwa hiyo itakuwa ni log of 70 over x base e is equal to 18 over 100. Kwa hiyo itakuwa ni
70 over x is equal to e power 0.18. Kwa hiyo hii x itashuka chini, itakuwa ni 70 over e power 0.18 is equal to x. Kwa x yetu ni 70 over e power 0.18. Kwa hiyo x kumbuka inakuwa katika kilogram. Kwa hiyo tutaangalia hapa jibu itakayotoa. Nasema shift alpha 0.18 itachukua 70 gawanya kwa answer, itakuwa ni x is equal to 58.46 ambayo ni 58.5 kilogram. Yeah. Kwa hiyo kauliza hapa how many kilogram of salt are there in a tank at the end of 1 hour. Kwa baada ya lisali moja katika hili tenki letu tutakuwa na chumvi ambayo ni kilogramu 58.5, kwamba itapungua kutoka kilogramu 70 mpaka 58.5. Kwa hiyo hii inakuwa inasaidia nini? Hii inakuwa inakusaidia wewe kujua ni wakati gani chumvi itaisha. Inawezekana baba baada ya masaa mawili chumvi hii ikawa imeisha kabisa katika hii brine katika hii tanki ya brine solution. Kwa hiyo atakachofanya ataingiza chumvi. Akiingiza chumvi anaanza tena kuingiza maji hivyo hivyo. Sasa hiyo brine solution baada ya hapo inatoka inaenda kufanywa kazi zingine zile labda za electrolysis na nini kama nilivyokuelekeza mwanzo. Sasa tuingie example 2 tuangalie. Example 2 inasema a tank contains a solution salt in water. Maana yake hii ni brine solution. Kwamba chumvi iko ndani ya maji, solution salt. Initial of the tank contains 1000 liters of water with 10 kg of salt dissolved in it. Kwa hiyo mwanzoni tanki letu lina lina lita 1000 za maji na lina kilo 10 ya chumvi ambazo zimekuwa ndani yake. The mixture is poured off at the rate of 20 liters per minute. Kwa hiyo mixture inaingizwa katika hilo tanki katika 20 liters per minute na simultaneous pure water is added at the rate of 20 liters per minute. Kwa hiyo inapoingia na kutoka rate ni sawa. All the time the tank is stirred to keep the mixture uniform. Kwa muda wote tanki inakuwa inachanganywa, wana stir ili kuifanya mixture uniform. A, find the mass of salt in the tank after 5 minutes. Anataka mass of the salt in the tank after 5 minutes. B, anasema the tank must be topped up by adding more salt when the mass of salt in the tank falls to 5 kg. Ndio yale nilikuwa nasema kwamba inafikia wakati kwamba baada ya kilo fulani za chumvi zikifika inabidi uongeze labda chumvi nyingine. Sasa ni baada ya muda gani? Ndio swali nauliza, after how many minutes will it need topping up, yani aongeze kiasi kingine cha chumvi. Kwa hiyo twende tuanze na data moja moja. Tuchore kwanza hiyo tanki yetu. Kwa hiyo tutajaribu kuchora hapa ili tupate picha vizuri. Kwa hiyo kama kawaida kwamba tuna bomba letu la mvua hapa. Mwana afumu tuna brine solution. Tuna brine solution ambayo inakuwa inatoka hapa na huku. Sasa humu kuna maji yanakuwa yanashuka hapa kutoka huku, fresh water. The fresh water ina run katika rate ya dV dt is equal to nasema 20 liters per minute. Na hii huku hapa inakuwa yanatoka katika the same rate kwamba dV dt ni minus 20 liters per minute. The same thing. Na hii volume yetu sisi ya brine ametoa kwamba ni 1000. Kwa V is equal to sio maji. Kwamba hii V ni sasa na 1000 liters. Sasa hapa anataka kujua mass iliyobakia. Kwa hiyo cha kwanza nitakachokifanya nitasema let x kule imesema
find the mass of salt in the tank after time t. Nasema let x is the mass of salt remained in the tank after time t. Yeah, kwamba x ni mass of the salt remained in the tank after time t. Kwa kama hivyo ndivyo, basi mimi nitaongeza kitu kimoja, na let V ni volume of the solution. So volume of the solution. Volume hii V ni 1000 liters. Sio? Ya hiyo brine yetu. Kwa hiyo mimi najua relationship nyingine kwamba dV dt amesema sawa na negative 20 liters per minute. Hii ndio relationship moja. Lakini je, relationship ya mass na volume iko vipi? Nitasema kwamba relationship ya mass na volume inasema kwamba dx dv ni sawa na x over v. Lakini hii dv ninaijua, nitasema v dx over dv. Okay, tuchukue kwamba from dv over dt ni sawa na minus 20. Sawa, kwa hiyo itakuwa dv ni sawa minus 20 dt. Hii sasa nitaingiza hapa. Kwa hiyo itakuwa dx over dv ni minus 20 x over v. Kwa kama hivyo ndivyo, ev tunaijua pia sisi kwamba ni 1000. Kwa hiyo hii nitaishusha hapa, nitapeleka kule. Itakuwa ni hii negative 20 dt, by the way, negative 20 dt. Itakuwa ni dx over x is equal to negative 20 dt over 1000. Hii na hii nitaziondoa, hii na hii itatoa 1 out of 50. Kwa hiyo itakuwa dx over x is equal to negative 1 out of 50 dt. Kama hivyo ndivyo, mimi hapa sasa nita apply integral sign. Kwa sababu nimeseparate the variable, integral na hapa integral. Sasa huku ni dt. Time ulipokuwa 0, tulikuwa na kilo ngapi za chumvi katika brine solution? Pale anasema initial the tank contains of water with 10 kg of salt. Kwa 10 kg of salt. Kwa sababu hii x inazungumzia huku mass of salt. Tulikuwa na kilo 10. Na time ilipokuwa ngapi? The mixture is added, I know the tank. Find the mass of the salt in the tank after 5 minutes. Kwa hiyo after 5 minutes, sawa, anataka kujua kiasi cha masi ya salt itakuwa ngapi. Kwa hiyo hapa cha kufanya cha kwanza ni kufuta ili niandike case 1. Kwanza kwa hapa ninapata hapa kwanza dx over x is equal to negative 1 out of 50 dt. Then hapa nitaandika at t is equal to 5 minutes x ngapi? Yeah, tunakuja sasa kwenye swali letu. Kwa hiyo itakuwa thus kwamba dx over x is equal to negative 1 out of 50 dt. Naweka integral, at t is equal to 0. Hapa inakuwa at t is equal to 0, mass ilikuwa ngapi? Kule amesema ilikuwa ni mass of the salt ilikuwa ni 10 kg. At t is equal to 5 minutes, mass itakuwa ngapi? Hapo sasa unaweza kufanya. Tukiintegrate hapo tunapata ln ya x limit 10 mpaka x is equal to negative 1 out of 50 t sifuri dakika sifuri mpaka 5. Kwa hiyo nitasema kwamba ni ln ya x limit ni 10 up to x alafu is equal to negative 1 out of 50 t 0 mpaka t mpaka 5. Kwa hiyo hapa itakuwa ni ln ya x minus ln ya 10 sawa negative 1 out of 50. Hapo ukiingizia inakuwa ni 5 kutoa 0. Kwa hiyo itakuwa ni ln ya x over 10
is equal to -1 out of 50 mara 5. Hii 5 na 5 itatoa 10. Kwa hiyo itakuwa ln ya x over 10 itakuwa ni -1 out of 10. Ni negative ilete huku nyuma, alafu ilete hapa, itaipandisha hii, itaishusha. Itakuwa ni ln ya 10 over x is equal to 1 out of 10. Kwa hiyo kama hivi ndivyo, basi hii nitaiweka katika logarithmic form, itakuwa ni log ya 10 over x base e is equal to 1 out of 10. Kwa hiyo itakuwa e 1 out of 10 ni sawasawa na 10 over x, ambayo hii nitaishusha chini, nitapandisha, itakuwa x sawasawa na 10 over e 0.1. Kwa hiyo the mass of the salt after 5 minutes itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni x 10 gawanya kwa e.1. Hebu gawanya e.1 kwa 10 gawanya kwa answer, unapata ni 9, unapata ni 9.05 kilogram. Kwa hiyo kwa hiyo tunasema the mass of the salt in the tank after 5 minutes is 9.05 kilogram. Yeah. Kwa hiyo hii ndio itakuwa masi yake. Tuingie kipengele cha pili ambacho inasema the tank must be topped up. Sasa wewe kwanza tufute, alafu ndio tuendelee na hilo swali. From tutaichukua kwamba dx over x sawa -1 out of 50 dt. Nitaweka integral. Yeye anasema the tank must be topped up by adding more salt when the mass of the salt in the tank falls to 5 kg. After how many minutes will it need topping up? Tunajua at t is equal to 0 tulikuwa na kilo 10 na anauliza t ngapi ikiwa hii itafall to 5 kilograms. Tunataka kujua muda. Kwa hiyo tulifanya ile tuintegrate hapo. Kwa hiyo nitasema okay, hapa ile case nitasema at t is equal to ngapi, x is equal to 5 kilogram. Yeah. Kwa hiyo hapa itakuwa ni ln ya x, hapa ni 10 mpaka 5 is equal to -1 out of 50. Hapa itakuwa ni t. Kwa hapa itakuwa ni ln ya 5 kutoa ln ya 10 is equal to -1 out of 50 t. Kwa hiyo hapo kitachotokea itakuwa ni ln, hii itadivide, itakuwa ni 5 gawanya kwa 10 is equal to -t out of 50. Kumbuka hii negative ikija huku inaipindua hii. Kwa hiyo inakuwa ln ya 10 over 5 is equal to t over 50. Kwa hiyo hii nikiweka katika logarithmic form inakuwa ni log ya hapa inakuwa ni log ya 2. By the way haina haja hata kuiweka katika logarithmic form kwa sababu hii 10 inatoa 2. Kwa hiyo ln ya 2 ni sawa na t over 50. Hii inaizidisha huku. Kwa hiyo itakuwa t is equal to 50 ln ya 2. Kwa hiyo t is equal to time ni ngapi? Kwa hiyo itakuwa 50 ln of 2 inakuwa ni dakika 34.65 minutes. Kwa ameuliza after how many minutes will it need topping up. Kwa hiyo tunaweza kusema after 34.65 minutes, almost 35 minutes, the tank will need topping up. Yaani baada ya dakika hizi hapa, sawa,
ili tenki litakuwa tayari kilo za chumvi ndani yake zimefika kilo 5, alafu tutakuwa tunahitaji kuongezea chumvi zingine zaidi ili kutengeneza brine solution yetu tunayoitaka labda katika mambo ya electrolysis. Sasa baada ya kulifanya swali la brine solution, tuangalie application yake. Ni vile vile kama brine solution, lakini nataka ujifunze kitu kwa ku relate na physics. Kuna bwana mmoja anaitwa Torricelli, alikuwa ni Muitaliano. Kuna formula alibuni katika mambo ya fluids. Umeona? Inaitwa Torricelli's principle. Torricelli's principle. Torricelli's principle inajaribu tu kusema, kwa mfano labda una tenki ili hapa, alafu hapa labda una kibomba ambacho hapo kutakuwa na koki labda. Sawa bwana, inatoa maji. Kwa hiyo labda maji yanaingia, yanatoka. Hapa je, yanatoka kwa speed gani? Kwa bwana akafanya calculation zake, akapata kwamba V ni sawa sawa na under root ya 2GH. Yaani kwamba hii speed ya haya maji itakuwa ni sawa na under root ya 2 times times the acceleration due to gravity times h. H ni wapi? Ni kutoka hapa mpaka level labda ya maji, level ya maji iko hapa mpaka hapa. Hii ndio h. Kwa hiyo hili ikiwa haraka ukiangalia ni sawa sawa na speed ambayo mfano particle iko hapa, yani katika air, ikawa inafanya free fall. Ikifanya free fall labda hii ina mass m, umeona ipo katika height fulani, let's say imeanzia hapa mpaka imekuja kudondoka hapa katika height hii, basi body speed yake tukicalculate tutapata ni under root ya 2GH. Kwa hiyo maji speed yanayotoka nayo, mfano hili ni tanki afu umetoboa hapa, ni sawa na under root 2GH height ya kutoka hapa mpaka hapa, na pia hiyo speed itakuwa ni sawa sana kama body ikiwa na fall from the same height, katika height hiyo kuja chini. Na hii inajaribu kuonyesha ni principle of conservation of energy. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bernoulli alitengeneza ile formula yake ya Bernoulli's principle kwa kutoka kwenye kwenye EV square is equal to constant. Alitengeneza hii kutoka kwenye principle of conservation of energy. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kama hii inajaribu kuonyesha kwamba na sasa hii Torricelli's principle, huyu bwana aliishi kabla ya Bernoulli, aliishi miaka 100 kabla ya Bernoulli, before Bernoulli. Bernoulli unajua alitengeneza principle ile ya kwenye physics tunajua, alitengeneza hii principle V square is equal to C. Na katika hii principle ukiprove unakuja ukifanya vizuri, ukiweka vizuri, unakuja kuiprove hii formula ya V is equal to under root ya 2GH. Kwa unaweza kuona kwamba huyu bwana yeye alitengeneza hii formula kipindi hicho kabla hata huyu Bernoulli hajaja. Kwa hiyo inaonekana hii ni special case ya hii. Ni kitu ambacho sisi tulitegemea kwamba hii formula ipo alafu watu waitengeneza special case yake. Lakini sio hivyo. Ni kwamba special case ilianza alafu imekuja formula. Kwamba general formula sasa ni hii, alafu special case ilianza huko mwanzo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba watu walikuwa ni genius. Kwamba Bernoulli labda alikuja kuona tu hiki kitu afu akatengeneza general formula. Kwa hiyo bwana alishatengeneza formula yake kabla hata hajajua Bernoulli's principle kwamba ina exist. Sasa tutaangalia vitu ambavyo vinahusiana na hivi hapa katika hili swali letu. Swali letu labda suppose humu ndani
kuna ile brine solution. Suppose kuna brine solution na inatoka hapa chini katika reti fulani. Umeona yapo hapa, sio kwamba huku bomba linaingiza, hapana. Hii inajaribu kuonyesha area yake hapa mpaka hapa ni 2 meter square na huku chini ni 1 centimeter square, ambayo hii ni sawa sana 1 times 10 to the negative 4 meters square. Yeah, kwa hiyo ndio itakuwa area yake kwa upande wa chini. Kwa hiyo AP ni area of pipe, hii small pipe. Hii ni height ya hayo maji ya hiyo brine solution. Hii tulisema ni brine solution. Na speed ambayo inatokea nimeiandika hii kutofautisha na V, kwa sababu hii hapa tutakuwa na volume of brine solution which is capital V. Kwa hiyo najaribu kutofautisha na hii. Kwa hiyo hii speed ambayo inatokea hapa, speed ambayo inatokea, let's say niseme hii speed yake ambayo inatokea hapa tuite ni hiyo hapo V, ambayo ni 0.6 under root ya 2GH. Sasa hii mwanzoni ilikuwa hivi, yani mwanzoni ilikuwa hapo hivi kwamba ni under root ya 2GH. Tumesema tokea huku kwamba kama yatakuwa yanatoka katika hole fulani kama mfano hii, basi inakuwa ni under root ya 2GH. Hii 0.6 inakuwaje? Hii 0.6 ni kwa sababu hii hapa liquid ina viscosity fulani, labda let's say, umeona bwana, kuna effect fulani hivi za friction ambazo zitaipunguza hii speed, umeona. Kwa hiyo nimezidisha na hii hapa kuonyesha kwamba sio kwamba ni ile speed itatoka nayo exactly kama formula inavyosema, itapungua kidogo kwa percent 60. Kwa hiyo itakuwa ni 0.6 times under root ya 2GH. Yeah, kwa hiyo hivyo ndivyo. Alafu kingine, initial condition tumepewa h ikiwa 0 sawa sana 1 meter. T ni ngapi ikiwa for h yani a half ya h naught. Sasa anajaribu kuuliza t itakuwa ngapi? Sawa, hili swali nimeamua kuliweka katika mtindo huu ili kutoandika maelezo mengi, maana maelezo yake ni marefu sana. Kwa hiyo t itakuwa ngapi ikiwa hii tanki itakuwa liko half? Labda tuseme half ni hapa. Anataka kujua hapa t kwanza, t itakuwa ngapi? Alafu pia umeona h tayari, h tunayo, h kwa h of t. Kwa hiyo hapa h of t ni ngapi? Ni a half h naught. Height yake kutoka hapa na hapa tuseme tu kwamba ni h naught over 2, sababu hapa mpaka hapa ni h naught, kwa hiyo ni nusu yake. Kwa hiyo anataka kujua t ni ngapi ikiwa hili tanki litakuwa limefika hapa nusu. Ujazo wake utakuwa ni nusu tanki. Kwa hiyo anataka ajue time itakuwa imepita kiasi gani. Sasa sisi tunachotakiwa kufanya hapa ni kuitafuta hiyo t. Kwa sisi hapa tunatakiwa kufanya ni kutafuta relationship kati ya h na t. Kwa hiyo nitasema hapa labda required to find, ili tuelewane vizuri. Required to find, tunatakiwa kutafuta the relationship between height and time. Tutafute kwanza hii kitu ipoje. Hapa tutaangalia relationship between height and time. Ili tupate relationship kati ya height and time, maana yake anamaanisha h of t ngapi? Cha kwanza kabisa lazima tujue hapa flow rate ina uhusiano gani hapa na vitu vingine vyote. Kwa hiyo nitasema dv dt which is the flow rate. Hii sawa sawa na nini? Flow rate kwanza inapimwa katika nini? Flow rate inapimwa katika meter cubic per second. Kwa kama flow rate inapimwa katika meter cubic per second, basi mimi nitasema meter
times meter square per second. Kwa hiyo hii mita itakuwa ndo okay, hebu niseme kwamba ipimwe katika meter per second alafu hapa iwe squared, yaani kwamba meter squared times meter per second. Kwa hapa itakuwa ni area times speed. Kwa hiyo hii area ni ipi? Hii area ni this area of pipe, kwa sababu hapa ndo ninapopima flow rate. Kwa hiyo itakuwa ni area of pipe times meter per second. Hii meter per second ni nini? Ni speed. Kwa hiyo ni speed ambayo hii liquid ambayo ni brine solution itakuwa inatokea hapa. Speed yenyewe ni ngapi? Speed ni hapo v. Kwa hiyo itakuwa ni hivi. Hiyo ndio speed ambayo itakuwa ipo pale. Kwa hiyo itakuwa hii dv dt ni sawa tu na kuandika tu kwamba labda ni change of v over change of t. Tutairudisha huku baadaye kwamba hii ni sawa sana ap times v. Hii hapa tuite equation 1. Lakini pia tunaweza tukaipata hii volume. Hii volume ni tunaipataje? Sawa. Hii volume tunaweza kusema delta v ni sawa sawa. Hii volume tunaipata kwa kuchukua hii, kumbuka hii volume ni volume ya solution. Yote. Unaipata hii volume kwa kuchukua area the whole area hii hapa area hii times h times h kwa sababu kuna delta v, basi itakuwa ni delta h. Lakini kumbukwe kwamba kadri h inapopungua, kwa mfano hapa si h ilipungua mpaka nusu, pia hata volume ya maji humo ndani, yani brine solution humo ndani ilipungua. Kwa hiyo volume inapungua kadri h inapopungua. Kwa ndo maana hii negative. Hii inaweza kuita equation ya pili. Equation ya pili. Sasa basi kitu ninachokifanya, nitajaribu hizi hapa hizi delta v kuzicompare. Kwa hiyo nitengeneze hii kwanza. Nitasema from, kutoka kwenye hii ya kwanza inasemaje? Inasema delta v sawa sawa na ap v times delta t. ap v delta t. Sasa hii equation hii v yangu mimi ninayo, kwa hiyo nitasema delta v sawa sawa na area of pipe ambayo naijua times v ni 0.6 times under root ya 2gh times delta t. Equation tayari ni equation ya 3. Sasa kama hii delta hapa ni delta v, volume ya hii small volume ya hii solution, na hii nyingine juu pia equation 2 na yenyewe nasema hivyo ni volume. Kwa hiyo naweza nikaisequate hizi. Kwa hiyo nitasema compare 2 and 3. Na compare hiyo. Kwa hiyo itakuwa negative a times delta h is equal to negative a times delta h is equal to na hii inakuwa ni ap times 0.6, hapa niweke 0.6 under root ya 2gh alafu huko nyuma delta t. Kwa nini nimefanya hivi? Nimefanya hivi kwa sababu nataka nipate relationship kati ya h na t ili nitengeneze differential equation, kwamba hii mwisho wa siku itakuwa dh over dt. Ndio maana alisema hapa the relationship between h and t, kwamba nataka kitu ambacho kinakuwa dh dt, ndicho ninachokitaka. Ndio maana nimefika huko kote. Sasa hapa nikiangalia kwa haraka haraka, hebu nimchukue huyu hapa nipeleke kule. Kwa hiyo itakuwa delta h over delta t, huyu atakuja hapa. Hii sasa itakuwa ni ap over a, lakini na negative. Hapo itakuwa ni 0.6 alafu under root ya 2gh. Kwa hiyo over a, hii a tu wewe niweke hapa. Hamna kitu nilichokiacha, si ndio? Kwa hiyo hii minus bado ipo, kumbuka. Maana yake ni kama nilivyokuelezea mwanzo, maana hii minus. Lakini mimi naweza kusema as h approach equal to 0 na delta t approach equal to 0,
hii hapa delta h delta t itakuwa inakuwa sawasawa na dh over dt. Sasa hii maana yake ni kwamba hii delta h over delta t ambayo imekuwa sawasawa na ap 0.6 under root ya 2gh over a, sawa. Hii hapa yote itakuwa ni dh dt. dh dt sawasawa na 0.6 itaanza, nitaandika hapo ap hapa minus ap times under root ya 2gh over a. Sasa hapa inabidi uwe mjanja kidogo. Huyu h inabidi abaki peke yake, hawa wakae pamoja. Kwa hiyo itakuwa negative 0.6 under root ya 2g hapa, under root ya 2g utaipeleka hapo, itakuwa times ap over a, hiki kitu kinakaa hapa, half times h power a half. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa ni dh over dt sawa na negative 0.6 under root ya 2g times ap over a times h power a half. Sasa hapa by method of separating the variable unaweza kaileta hii ukapeleka kule, alafu ukataka kuintegrate. Kwa hiyo itakuwa dh over h power a half is equal to negative okay. Sasa hapa inabidi hii niilete iko to constant ili niweze kuintegrate vizuri. Kwa hiyo hii yote itakuwa ni k ambayo ni sawa na, sasa hii hapa mwisho wa siku itabidi niilete iko to k, hii hapa namba hapa ndani pa hii negative itoe nje, kwa sababu hii power half hii inawezekana ikaletea negative baadaye, zitamalizana na huko. Kwa hiyo negative hii itoe tu nje, iweke hapa pap, weka minus k hapa. Kwa kama hivyo ndivyo hapa itakuwa power half, lakini where inabidi useme k ni nini? Ni 0.6 under root ya 2g ap over a. Hiyo ni constant value, zote hizi zinajulikana, tunazijua. Sasa hebu integrate hapo kwamba dh over a half is equal to k h power a half. Hapa dt kule inabidi iende chini yake ya mkuu. Sasa hapa tumepata dh dt sasa na kitu times h power half. Hii negative inabidi tuitoe nje hapa, ili hapa yote tuite k. Kwa hiyo negative nitatoa nje. Kwa nini nimefanya hivi negative iko hapa? Kwa sababu huyu akishuka chini, yani ikiwa dh over h power half, hii half nikiintegrate itaniletea negative, inaweza ikamalizana na huyu. Kwa hiyo itakuwa minus k, hii dt inaenda kule inakuwa dt. Kwa hiyo where hapa na state kwamba k ni nini? K ni 0.6 under root ya 2g ap over a. Kwa hiyo hii hapa zote zinajulikana. Kwa hiyo inaweza ikatoa constant value tu hapo moja kwa moja. Hebu tu integrate hapa, itakuwa ni dh over h power a half sawa na minus k dt. Na integrate. Je, nahitaji limits? Limits no, nitazi apply baadaye. Hii hapa nikiintegrate na kwa h power negative a half dh by the way is equal to negative integral ya k dt. Kwa hapa inakuwa ni h power a half, alafu hapa inakuwa ni a half pia, ambao sasa na negative kt plus c, naita c. Naona hapa haina effect yoyote kwa sababu nime plus moja imeletea half. Anyway, tuichukue hii, itapinduka, itakuja juu, itakuwa ni 2. Kama ndio hivyo basi hii 2 tutajaribu kuigawanya huko. Kwa hiyo itakuwa
ni 2h power a half is equal to negative k t plus c. Hebu gawanya kwa 2 hapo, h power half is equal to negative k t over 2 plus c over 2. Sasa hii kama ni c over 2 ni constant pia, labda naweza nikaita c1. Sasa hii mimi labda niite tu c1. Kwa hiyo itakuwa h power a half is equal to k t negative over 2 plus c1. Kwa hiyo ndasema where c over 2 is equal to c1. Sasa hapa nitakachokifanya, nitaendelea na hili swali upande wa pili nikiwa ni equation yangu hii ambayo inaonyesha h power half inasema h power a half is equal to negative kt plus over 2 plus c1. Kwa hiyo hii inavyoonekana, hebu tupige under root, itakuwa ni sawa sana h is equal to negative kt over 2 plus c1, alafu ni hapa uta square, hii uta square huko, sio under root. Hapo uta square na huku uta square, italeta hiki kitu. Kwa hiyo huku itakuwa square. Hapa itakuwaje? Hapa sasa itakuwa ndio h of t. Hii h of t ni sawa sana hiki kitu. Kwa hiyo mpaka sasa h of t ni sawa sana negative kt over 2 plus c1 squared. Twende sasa na zile initial conditions. Baada ya kufika hapa, tu apply initial condition tulizopewa ili tutafute hii c1, kwa sababu k constant tunayo, tutafute hii c1. Kwa hiyo naweza kusema, amesema h of naught, sawa, ametoa kwamba ni sawa sana 1 meter. Yaani hii maana yake at t is equal to 0 h equal 1 meter. Hebu niweke hapa kwamba h of 0 sawa sawa na nini? Hapa ikiingia inakuwa k mara 0 over 2 plus c1 alpha imekuwa square. Hapa h of 0 amesema ni 1. Hapa inakuwa ni 0 plus c1 alpha square inakuwa 1 sawa na c1 square. Piga under root, utafute 1, inakuwa ni under root ya 1 sawa na c1. Kwa c1 is equal to 1. Kumbe c1 ni 1. Kwa hiyo h of t itakuwa kama ndio hivyo, h of t itakuwa sawa sawa na ichukua pale, itakuwa minus k of t over 2 plus 1 squared. Hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo h of t ni sawa sawa negative kt over 2 plus 1 squared. Kwa hiyo ndo phase ya kwanza. Tumeshapata h of t ni ngapi. Kwa hiyo kwa kifupi nitasema kwamba h of t ni sawa sawa na negative k t over 2 plus 1 square. Hii ndo h of t. Lakini bado swali linaendelea, kauliza t itakuwa ngapi for h ikiwa ni h naught over 2. Yaani anataka kujua hii t itakuwa ngapi hapa ikiwa h huku ni h naught over 2. Kute pale kwamba t itakuwa ngapi for h ikiwa h naught over 2. Nitasema tu labda from h of t ni sawa sawa na negative kt over 2 plus 1 squared. Sasa yeye ameshatoa h ile. Kwa hiyo hapa tuseme kwa upande wa h huku itakuwa ni h naught over 2. H naught tunajua kwamba h naught ni 1. H naught ni 1 is equal to minus k t over 2 plus 1 squared. H naught tunajua ni 1, kwa hiyo inakuwa 1 over 2 is equal to negative k t over 2 plus 1. Hapa nitafuta t, k nayo. Kwa hiyo hii huku square. Sasa hii square unaiondoa huku, tutaileta huku, tutai under root namba hii. Yote tunai under root. Kwa hiyo itakuwa ni under root ya 1 out of 2. 1 over under root ya 2 sawa sawa na negative kt plus over 2 plus 1. Hii inakuja huku, kwa hiyo inakuwa ni 1 over under root ya 2
minus 1 is equal to negative kt over 2. Kwa hiyo itazidisha, itakuwa ni 2 times 1 over under root ya 2 minus 1 is equal to minus kt. Sasa hapa tuta make subject t, kwa hiyo itakuwa ni 2 1 over under root ya 2 minus 1 is equal to minus kt. Hii minus inaweza ikaja huku ikabadilisha hapa, kwa hiyo ikawa 2 1 minus under root of 2 is equal to kt. T ninaijua, ni t sijui, kwa hiyo nitasema t is equal to over k. Ina maana hii value yote itakuwa over k, itakuwa ni 2 times 1 minus 1 over under root ya 2 over k. Hapa k, k yangu ni nini? K mimi naijua, k itakuwa hapa juu ni 2 alafu hii bracket 1 minus 1 over under root ya 2 of k naijua, k ni 0.6 times under root ya 2 mara g ni 9.81 naijua, alafu times AP ilikuwa ni kale ka small area ka pipe ni 10 power negative 4, alafu juu ni area kule, area ya juu kubwa ile ilikuwa ni 2. Kwa hiyo ukifanya hivi hapo unapata jibu lako. Hebu tufanye kwa calculator tuone. Kwa hiyo hii nitapata sekunde 1044 kwa hiyo hii nitapata sekunde 4408.27 seconds. Kwa nini hizi ni seconds? Kwa sababu huku limepewa katika mita. Ingepewa katika lita ingekuwa per minute, lakini huku katika mita maana yake ni second. Kwa hiyo hizi ni sekunde. Hebu nigawanye, napata dakika ngapi? Gawanya kwa 60 napata dakika 73.47 minutes. Kwa hiyo inachojaribu kusema kwamba baada ya lisali moja na dakika 13.47 tenki letu litakuwa limefika nusu ya tenki, itakuwa imefika nusu ya tenki. Kwa hiyo tumepata tu kiurahisi kwa kutumia differential equation. Kwa hiyo kumbe tunaweza kusolve maswali ya Torricelli's principle kwa kutumia differential equation. Umeona? Kwa hiyo umeona uhusiano uliopo kati ya physics na hesabu, uhusiano uko namna hii. Kwa hiyo hilo swali linakuwa hapo limeisha. Tumepata time yetu 73.47 au 73.5.